Karibu. Takriban watu 518 waliuawa wakati wa machafuko ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 nchini Tanzania. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya tume ya uchunguzi ya serikali ambayo imetolewa leo. Vifo 21 vilikuwa vya watoto huku 16 vikiwa vya askari na maafisa wa usalama. Mwenyekiti wa tume hiyo, jaji mstaafu Othman Chande, anasema idadi ya waliofariki inaweza kuwa kubwa kufuatia kuzikwa kwa baadhi ya wahanga bila taarifa kwa mamlaka. Tume imehitimisha kuwa maandamano yaliyofanyika hayakuwa ya amani bali ghasia kinyume cha sheria. Hebu sasa tuangazie mambo mengine yaliyojitokeza katika ripoti hiyo. Kuhusu vifo, tume hiyo haijasema ni nani waliohusika na kupendekeza uchunguzi zaidi kufanyika. Pia imesema kuwa madai ya uwepo wa makaburi ya halaiki hayana ushahidi. Aidha, tume imesema kuwa mali za watu binafsi na serikali zilizoharibiwa zina thamani ya shilingi bilioni 125 za Kitanzania. Tume hiyo pia imetoa mapendekezo kwa serikali. Sasa hebu tuangazie baadhi ya mapendekezo hayo. Moja, serikali iweke utaratibu kwa waliopata majeraha ili wapate usaidizi, ikiwemo viungo bandia na vilevile huduma za kisaikolojia. Pia kuna pendekezo la katiba mpya ipatikane ili itumike katika chaguzi zijazo. Pia kuna kuundwa kwa tume ya maridhiano ya kitaifa katika nyanja za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Pendekezo lingine ni sheria ya tume huru ya uchaguzi itekelezwe kwa ukamilifu ili kuondoa malalamiko ya vyama vya kisiasa. Na mwisho, kuna kuundwa kwa tume ya kijinai ili kuchunguza matukio ya jinai wakati wa uchaguzi mkuu. Akipokea ripoti hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan pia amelaumu vyombo vya habari vya kimataifa kwa kile alichokiita upotoshaji kuhusu matukio ya Oktoba 29. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Sasa mwenyekiti wa tume hiyo, jaji mstaafu Othman Chande, amesema kwamba ushahidi ulipatikana kutoka kwa zaidi ya Watanzania 63,000 kupitia njia mbalimbali, ikiwemo mahojiano ya ana kwa ana, viapo na ujumbe wa simu. Mwanahabari wa BBC Yusuf Mazimu alikuwa katika Ikulu jijini Dar es Salaam akifuatilia tukio hili na ametutumia taarifa ifuatayo. Kwa karibu nusu mwaka, Watanzania mamilioni walikuwa wakisubiri kwa hamu kabisa majibu ya maswali kadhaa, lakini muhimu kabisa, nini kilitokea Oktoba 29 mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu na muda mfupi tu baada ya uchaguzi mkuu. Lakini maswali mengine ilikuwa nini ni chanzo cha kilichotokea, nani walihusika, na zaidi ya yote madhara na vifo. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Kwa mujibu wa tume, kile ambacho kimetokea Oktoba 29 mwaka 2025 hakikuwa ni maandamano ya amani bali ni ghasia. Lakini namna gani ambavyo rais amepokea haya ya tume? Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Sasa miezi imepita, na baada ya siku 153 za uchunguzi, wajumbe 9, mikoa 11 na maelfu ya ushuhuda, tume imekamilisha kazi yake
na majibu yametoka. Kuna watu kadiri tunapokuwa na misukosuko ndo maisha yao, watapendaje? Hawatopenda. Lakini kwa yoyote ambaye kwa kweli ana nia njema na nchi hii, ameisikiliza tume, ameona genuinity ya tume, ameona weledi wa tume, ameona uzoefu wa tume, kwa sababu ile ripoti ilivyokuwa ikichambuliwa sio ripoti ya kitaifa brother. Hata wale waliokuwa sasa wana mashaka na hii tume, ungemleta nani angesema maneno gani tofauti? Tume imefanya kazi ambayo ni ya leo na kesho na kesho kutwa, na hata mapendekezo yao yamegawika katika mafungu matatu ya muda mfupi, wakati na muda mrefu, na yote na kitu cha kuweza kutekelezeka kama sisi wa Tanzania wenyewe tutaungana pamoja, tutasimamia na tunadumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Sasa ripoti ya tume imekwisha toka, na hapa ndipo ambapo swali jipya sasa linaibuka. Nini kitaendelea baada ya hapa? Kwa sababu ripoti si tu karatasi, ripoti inaishi miongoni mwa mioyo ya Watanzania. Yusuf Mazim, BBC, Dar es Salaam. Na asante sana Yusuf. Sasa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kimesema kwamba kinapinga ama hakitambui ripoti hiyo ya tume ya uchunguzi kwa misingi kwamba mchakato mzima haukuwa huru wala wa haki. Katika taarifa iliyotolewa saa chache baada ya ripoti hiyo kutolewa, chama hicho kimesema kinaendelea kushikilia msimamo wake wa awali wa kupinga uundwaji wa tume hiyo, kiongeza kuwa haiwezekani kwa mtuhumiwa kujichunguza mwenyewe na kisha kutoa uamuzi wa haki. Huyu hapa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akizungumza na BBC mapema leo. Tulisema kwamba hii tume haitakuwa na mamlaka yoyote wala haina maadili wala aliyeiunda kuleta na kutafuta ukweli wa kilichotokea. Na leo amethibitisha kile tulichokisema. Kwa maneno yake mwenyewe amesema hii ni tume yake na hakuna mtu yoyote anaweza kuihoji au kufuatilia kwa undani kilichozungumzwa. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu ambayo tuliyasema mwanzo hii tume ilipokuwa inaundwa. Kwanza, aliyeiunda mwenyewe ni mtu ambaye alipora mamlaka ya umma kwa kutumia mtutu wa bunduki. Kwa hiyo huwezi kujichunguza mwenyewe. Sasa hatusemi bila base, tunasema kutokana na taarifa ya uchaguzi ya SADC na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya AU na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya Thabo Mbeki Foundation, zote zimesema hakukuwa na uchaguzi na kilichofanyika ni kupora mamlaka ya umma. Kwa hiyo mtu mwenyewe aliyeiunda, kwanza kuna tatizo hapo. La pili, walioko kwenye hiyo tume miongoni mwao aliyekuwa waziri wa ulinzi. Sasa miongoni mwa vyombo vilivyokuwa vinatuhumiwa kwa haya matukio ni vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa unapomweka waziri wa ulinzi ambaye ni mtuhumiwa kujichunguza, utegemei kupata kitu chochote. Sasa waathiriwa wa ghasia za wakati wa uchaguzi mkuu Tanzania wametoa maoni yao pia kuhusu ripoti hiyo. Mmoja wa wale tuliozungumza nao alimpoteza mwanaye ambaye alipigwa risasi na mwingine alimpoteza mke wake katika ghasia hizo. Hebu tuwasikilize. Taarifa hii inanikumbusha kifo cha mwanangu. Yeye alikuwa kwenye mihangaiko yake, alikuwa anaenda kupata riziki. Mwanangu mimi nilipopata maiti yake nilizika nyumbani kwangu, na ina maana ninamkumbuka kila mara. Ninasikia uchungu sana, yaani ninapata majonzi makubwa sana, ninapata uchungu na ninaona kabisa kwamba si haki yangu ni manyanyaso. Wote ndugu zetu tuliowapoteza, kwa sababu kuna watu wametumia gharama. Kwa mfano kama mimi hapa nimetumia gharama kumsafirisha mwanangu kutoka hapo mpaka nyumbani huku, na maandalizi kama msiba unavyojua uzito wa msiba. Hebu niambie, gharama hizo mimi nitalipwa na nani? Nilimpoteza mke wangu, sina mke mpaka sasa. Nilipoteza mke wangu wa ndoa, mama wa watoto wangu. Yaani hakuwa kwenye hali yoyote ile ambayo ingemweka hakuwa kwenye maandamano au vurugu, na amepigwa risasi akiwa dukani, akaanguka mlangoni kwa dukani pake. Risasi iliharibu utumbo mpana, yani iliharibu sehemu kubwa ya tumbo. Ni wakati mgumu sana. Watoto na wadogo wanamhitaji mama hao. Mimi kama mimi bado nafanya kazi, niendo vitu vyote kwa wakati mmoja. Imagine, niko vibaya.